Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio katika shule ya msingi Lengolwa. 1. Ongezeko la vyumba vya madarasa kutoka vyumba viwili hadi vyumba 7. 2. Ongezeko la idadi ya wanafunzi kutoka wanafunzi 105 hadi 624 kwa mwaka huu, ambapo wavulana ni 301 na wasichana 323. 3. Ongezeko la idadi ya walimu kutoka walimu 2 hadi 7 kwa sasa, me wa 4 ke wa 3. 4. Uwepo wa umeme wa gredi ya taifa yani TANESCO. 5. Uwepo wa mashine ya kuchapa na kurudufu nyaraka mbalimbali za shule. 6. Upatikanaji wa chakula cha mchana wakati wote inayotokana na michango ya wananchi. 7. Kupanda kwa ufaulu wa wanafunzi mwaka hadi mwaka. Ndugu mgeni rasmi, penye mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Zifuatazo ni changamoto zinazoikabili shule yetu ya Lengolwa kwa sasa. 1. Ukosefu wa mawasiliano yani network shuleni, ambapo inatufanya tushindwe kupata na kuwasilisha taarifa mbalimbali zinazohitajika kwenye mfumo ya utendaji kazi kwa wakati. Na hii ilichangia upotevu mkubwa wa muda na gharama, kwani inamlazimu mwalimu kwenda kijiji cha jirani kutafuta mawasiliano yani network. 2. Upungufu wa vyumba vya madarasa 7 na uchakavu mkubwa sana wa vyumba 4 vya madarasa. 3. Upungufu wa walimu 5 me na ke, upungufu wa walimu 5 me 2 ke 3. 4. Upungufu wa nyumba 6 za walimu. 5. Upungufu mkubwa wa madawati yani 100. 6. Tatizo kubwa la maji shuleni. 7. Ukosefu wa choo cha walimu yani staff toilet. 8. Upungufu wa matundu 18 ya vyoo vya wanafunzi. Hili ni tatizo kubwa sana. 9. Ukosefu wa jiko bora la kisasa la shule. 10. Upungufu wa samani za kiofisi shuleni. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa kijiji unatoa shukrani wa dhati katika utatuzi wa baadhi ya changamoto zilizopo chini ya uwezo wao. Mfano, kijiji kimenunua mashine ya kuchapa na kurudufu nyaraka mbalimbali ya thamani ya shilingi milioni 6. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa shule hii unakuomba uwasaidie kutatua changamoto zilizotajwa hapo juu, kwani tunaamini kuwa changamoto hizo una uwezo mkubwa sana wa kuzitatua. Naomba nimpongeze kakaangu Kispani. Hongera sana kwa kumaliza uhudumu wako ukiwa salama salimini. Wapo watu kwenye kazi hizi wanaishia njiani kwa sababu tu ndogo ndogo zinaweza zikawachafua na kuharibia kazi zao, lakini wewe tukupongeze. Mheshimiwa Kispani, nitaiga mfano wako. Nimejifunza mengi hapa: ukarimu, heshima kwa wakubwa na wadogo. Ndio maana leo hapa watu wanakulilia, lakini pia upendo uliowaonyesha kwenye shule hii na kata nzima. Nikupongeze sana. Mimi pia nikistaafu siongeze hata siku moja ya kuomba. Mimi nitakuwa kama wewe. Lakini kikubwa, tumesikia ujumbe wa watoto wetu. Tumewasikia vizuri sana. Huyu binti dada mkuu, na mimi wakati nasoma nilikuwa dada mkuu. Kwa hiyo huyu binti ni kiongozi mzuri mtarajiwa. Lakini tu endapo wazazi mtamsapoti. Lakini hata kaka mkuu, hawa ndio viongozi tunaowatarajia. Huwa uongozi unaanzaga chini. Kesho na kesho kutwa hawa ndio mawaziri wetu. Na sisi tukiwa hai tutasema huyu ndio wetuimbia siku ile. Kwa hiyo tuzidi kuwaombea watoto wetu. Mheshimiwa Diwani na wananchi wenzangu wa Lemoti na Monduli, leo nimekuja kwenye ziara ya kikazi Lemoti, na ziara ile ilikuwa
ya kuja kufungua maji yaliyopatikana hapa Lengolwa, lakini pia kupitia zahanati yetu kuangalia changamoto ambazo ziko pale, na kwenye ratiba tukao tunamalizia na pia kuja kushiriki shughuli hii kubwa mlioandaa hapa shuleni Lengolwa. Nishukuru kwanza binafsi watu wote wa Lengolwa kwa mapokezi makubwa na mazuri sana pale kwenye maji. Asanteni sana. Tumekuja kuzindua pale kisima cha maji. Kisima cha maji hiki kimepatikana kwa upendo na upendeleo wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ninasema hivyo kwa sababu serikali ya Falme za Kiarabu isingefahamu kuna Monduli, isingefahamu kuna Lemoti kama sio Mama Samia Suluhu Hassan. Serikali ya Falme za Kiarabu imetupatia gharama za kuchimba visima 31 kwa wilaya yetu yote ya Monduli, na mpaka sasa umechimba visima 12, lakini kwenye visima 12 vinane vimepata maji. Lakini kwa bahati yoje niliwaambia pale kuna utaalamu wa binadamu na kuna utaalamu wa Mungu. Utaalamu wa binadamu walipima kote wakasema kuna maji, lakini utaalamu wa Mungu ukasema maji yanapatikana Lengolwa na Oldonyo. Hongereni sana. Niko na ndugu yangu mwenyekiti wa kijiji cha Lemoti, ndugu yangu Isaya. Kwanza natambua juhudi zake anazofanya kuhangaikia wananchi wa Lemoti kwa miaka yote. Kwanza nampongeza sana. Nampongeza, lakini nampa pole. Amesimama hapa. Tunasomesha watoto mpaka chuoni, lakini baada ya pale mtoto yule tunamsomesha kumwandaa apate ajira. Mtoto yule tunamsomesha kumwandaa apate ajira. Wazazi naelewa, hata Mwalimu Kispan hapa amenong'oneza jana. Wazazi wanauza mifugo, ng'ombe nyingi, mlipia mtoto chuo, anakwenda. Mwaka huu nadhani walitangaza zile ajira za walimu, nadhani zilikuwa 14,000. Waliomba watu 200,000 na zaidi. Jana nimeona tangazo la TRA, nadhani walikuwa watu 4,000 wanatakiwa, kitu kama hicho. Lakini wakaomba watu zaidi ya 200,000 tena kwenye kazi zile. Sasa mwajiri mkubwa kwenye nchi ni serikali, na wote ndio tunamtegemea serikali, lakini hatuwezi kumlaumu wala kulazimisha kuongeza wafanyakazi kila siku, kwa sababu bado bajeti ni ndogo ya nchi. Kwa naombeni, wakati tunajadili fursa kama hizi nilizosema za Randilen, za carbon, za malisho na mengine, tuangalie kwamba pia tunampeleka mtoto shule kumpanua ubongo ili aweze kushindana na zile fursa zinazomzunguka. Tunapompeleka mtoto shule mpaka mnauza ng'ombe, mpaka anakwenda chuo kikuu, tuseme kwamba tunampanua ubongo ili aweze kushindania zile fursa ambazo zinamzunguka. Niliona tangu mwanzo watoto wanakuja kuanza kuimba, niliona machozi yanakutoka. Nikaelewa hii siku ina umuhimu gani kwenye maisha yako. Uligusa mioyo ya kila mtu. Kupitia kwako na kupitia shughuli hii, na sisi tutaendelea kuheshimu walimu sana siku zote. Lakini nasema hivi Mwalimu Kispan, nasema kwa upendeleo, kwa sababu pia mama yangu na baba yangu wote walisomea ualimu pia. Kwa hiyo nawapendelea, lakini naamini fani yao ya ualimu ambao ndio iliwapa nidhamu ya maisha na kufanikiwa maisha ambavyo walifanikiwa, lakini napendelea kuishi kwa unyenyekevu na pia kutukuza na sisi kama sisi kupitia nafasi hii. Mwalimu Kispan umefanya kazi kubwa.
wamefanya kazi kubwa shule ya Lengolwa, wameelezea walimu wala kujitolea, na tujipongeze Mwalimu Paulina. Nimesema natamani nimuone, nimsalimie. So baada ya kujitolea muda mrefu angao tumefanikiwa kupata ajira, lakini kwa kweli kazi iliyofanyika kwa historia ya Lengolwa ni kazi kubwa, ni kazi nzuri. Tunakutakia kila laheri wewe na mama kwenye maisha yako yote yajayo. Hongera sana. Hili la network lilikuwepo, hili la mtandao wa simu. Hasa nisiseme sana kwa sababu nimeshamwambia nimnong'oneza na mmesema ninakuja sana Lemoti. Mimi niwaambieni tu muda sio mrefu, kwa sababu iliko ndani ya uwezo wangu nimwambia, na hii kazi ipo njiani. Issue ya mtandao wa simu kwa Lengolwa hii naahidi kutoka kabisa kauli yangu, hii nimewaahidi naifanyia kazi, iko mbioni. Pia nimeikumbuka siku zote kupitia pia mfuko wa jimbo, nilishatoa fedha kule milioni 5, lakini pia fedha za Randel ambazo tulipata jana pia zinakwenda kujenga kusaidia pale kwenye zahanati. Nimesikia hapa kuhusu upungufu wa choo, ndio ambao nimeona kwa haraka na nikaomba Mheshimiwa Diwani nilipokee ili twende tukalifanyie kazi pamoja. Kwa hiyo jamani, basi nimalizie kwa kuwashukuru sana, washukuru wote, lakini kipekee niwashukuru sana vikundi vilivyoimba vyote, wale kikundi chetu tangu jana mlikuwa Randel kule. Hongereni sana, hongereni vikundi vya wakina mama, hongereni vikundi vyote mlivyoimba, vyote mlikuwa na ujumbe mkubwa mzuri sana ambao kila mtu ameupokea, na ujumbe wote ilikuwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya maji. Lakini naelewa na mengine magumu kidogo wakina mama waliendelea kukumbushia, lakini tulifanya kikao kizuri pale Odonyo, tulijadili hilo jambo, sio kama nalikimbia, lakini tulijadili na lipo linafanywa kazi. Lakini mwishoni kabisa, watoto wetu hongereni sana sana sana. Head girl na head boy nimependa sana confidence yenu, confidence na kujiamini, lakini jinsi ambavyo mlikuwa mnaonyesha organization skills zenu hapa mbele. Mlifika mbele, lakini bado mko mnaita wengine wa nyuma, unamwambia huyo aongee kwanza au huyo aongee vipi, lakini ile ndo maana halisi ya uongozi. Kwa mimi kwa kweli watoto mmenifariji na watakie mema sana, lakini naomba wale head prefect wa kike na kiume, naombeni mje hapa angalau niwashike mkono niwapatie zawadi kabla sijaondoka. Kwa hiyo jamani, niwashukuru sana, nimewachelewesha viongozi wetu, na washukuru kwa kuja kwenye hafla yangu, lakini nimsimamishe mke wangu ili asimame naye apungie mkono, na lakini asishike mic maana muda umeenda. Mama fanya hivi, maana yeye ndiye alikuwa ananipikia, naweza kufika hapa na ingia ofisini nafanya kazi kwa amani bila stress na kubuni. Yeye kwa sababu ya huyu mama, kwa sababu unapokuwa ukiongozi lazima ubuni, usikae tu kama mtego, usikae tu kama mzoga. Buni nini nifanye ili ifanikiwe, usiseme tu haiwezekani. Tunaelewana jamani? Hata nyumbani kwako mijake meheku nyagu yaigiji meheku. Adamu mwinjilisti Loji Jonas, siku tunajenga shule ya Ng'ambo, tulianza siku ya Jumapili. Wana Ng'ambo mpo? Tulianza siku gani? Jumapili. Wakati ibada inaendelea hapo pembeni kwenye mti, tukaanza kujenga yale madarasa na tukapambana. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye ameweza kubuni, amebuni. Unajua kubuni? Buni hata kwako. Hata ukienda kwenye WhatsApp yangu utaona ubunifu makini. Ubunifu. Kwa hiyo jamani, wewe buni, sio kwamba naongea kwa sababu ya kujipendezesha, lakini na uchungu na maisha ya watu. Kwa hiyo napenda sana mtu akipiga hatua
ili angalau tufanane au mtu anipite ili nipate hata na mimi mahali ya kuomba msaada, kwa sababu kila mtu ana changamoto. Asanteni sana.